Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Siku ya Jumapili tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka huu 2027, aliyekuwa rais katika taifa letu la Kenya wa 4 Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alionekana akimkejeri rais wa sasa William Ruto, haswa katika uongozi wa sasa. Naomba kuweka kanda hewani ya Uhuru Kenyatta, na alikuwa anaongea akiwa katika kanisa la St. Joseph Cathedral katika kaunti ya Meru, wakati alichukua fursa ya kuomba makanisa kuombea taifa letu la Kenya, na akaomba wanasiasa kutegea kile ambacho wananchi wanataka. Naomba kuweka hiyo kanda hewani ya Uhuru Kenyatta, kisha baada nikirudi nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Kabla niweke hiyo kanda, naomba kujua unatazama hii kanda ukiwa katika eneo lipi. Utanifahamisha tu kwa kuniandikia katika sehemu ya maoni. Ninaomba tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa utupe a like katika kanda hii, na ikiwa hauja subscribe, naomba tu kwa heshima, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mwakenya TV, na unaweza sambaza hii kanda kwa grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp. Asante na barikiwa kukutia ombi langu. Karibu tuendelee zaidi. Tusikize sauti ya Uhuru Kenyatta. Pray for your family, pray for your diocese, pray for God's guidance and his hand over you as you execute your new responsibilities, and we are confident that you shall be able to fulfill that which God has set forth for you. Ya mwisho, kwa sababu mimi sitaki kuongea sana siku hizi, mimi sio mtu ya kuongea mambo mingi, ni kusema tumesikia kazi yetu ni kuombea na kuendelea kuombea taifa letu la Kenya. Lakini pia vile tumesikia, it is important for every one of us to heed the message that we have been given today. Kuwa umestaafu bado ukiwa na nguvu, una responsibility, unaangalia wale wengine kwa TV tu, ukiwaangalia vile wanaendelea, kwa sababu wengine wanafikiria hii makazi ni rahisi. Kwa hivyo incoming Bishop Jackson, Bishop now, soma kwa karibu hiyo miezi ambaye mtakuwa pamoja na Bishop Ugambi, kwa sababu hii si kazi rahisi. Wengine wanaiona tu, unaona mtu akitembea unaona ni mkubwa, unafikiria ukubwa ndio kazi. Moja utembea. Wengine naona wanajionea tayari. Si kazi rahisi. Kuongoza and to shepherd your people is not an easy job. Sauti hiyo ni ya aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta, na ukitegea vizuri nadhani alikuwa anamlenga rais wa sasa ambaye yuko mamlakani, huku akisema ya kwamba wengine wanafikiria kwamba kazi ni rahisi, wengine wanadhani kuwa na ukubwa ndio kazi, na akasema ya kwamba wengine wamezama. Now, I want to put this into perspective. Matamshi haya ya Uhuru Kenyatta yanamaanisha nini? Number 1, katika uongozi, kama kiongozi lazima upende usipende usikize wale ambao unawaongoza. Ikiwa tu unataka kufaulu, ikiwa unataka kufaulisha shughuli za maendeleo, ukiwa unataka kuacha legacy kama mwanasiasa, sharti uhakikishe kwamba unategea, unasikiza pasipo enda kufanya kazi bila kuambiwa ni kipi ambacho unafanya. Kuna uwezekano utoe ahadi nyingi, lakini hakuna ahadi ambayo inatimizwa. Kwa sababu gani? Hukusikiza wananchi kile ambacho wanataka ili ushabikie na uchangamukie kile ambacho wanataka ili utekeleze na kufanya kile ambacho wananchi wanataka. Ndio maana amesema uongozi
sio kazi rahisi, kwa sababu wengi walikuwa wanaidhania kuwa na ukubwa ndio kazi. Baada ya kupata kazi, kuna changamoto ambazo zinaendelea kushuhudiwa hapa na pale. Number 2, matamshi ya Uhuru Kenyatta yanamaanisha nini? Uongozi sio jina, ni service delivery. Sio kuwa na ukubwa. Unajua katika siasa, cheo ambacho haswa katika kulingana na katiba ya Kenya, cheo kikubwa zaidi humu nchini, tuseme Kenya, ni kuwa rais. Kuna baadhi ya wanasiasa wanaweza ona kwamba nataka kuwa rais. Hapo ndipo cheo cha mamlaka cha mwisho. Ukistaafu unaenda nyumbani. Ndio maana amezungumzia, ukiona wala ambao wamestaafu na bado na nguvu, kuna kile ambacho walikuwa wanafanya. Kila mmoja alikuwa anafanya kazi ile anastahili kuifanya, sio kufanya kila kazi. Na kuongoza ni watu wote wanaongoza, kuwa na ujumla, kusikiza maoni ili kuendelea mbele na kufanya maendeleo. Service delivery ndio kazi ile ambayo Wakenya wanataka. Najua siasa ziko na mabadiliko makubwa. Siasa ziko na, yani unapelekwa shule tu ukiwa katika siasa. Kuna kile ambacho unasema nikiwa kiongozi ama mwakilishi wodi, mbunge, gavana, rais, kuna kile ambacho nitafanya. Ukikabidhiwa mamlaka hayo, unashindwa kutekeleza yale ambayo ulikuwa unayasema. Kwa hivyo ni ushauri mkubwa kutoka Uhuru Kenyatta kwamba uongozi sio kazi rahisi, ila tu uongozi ni kushirikiana ili kufanikisha shughuli za uongozi. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa siku ya leo. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mkenya TV, na kuomba tu ukaweze kusubscribe. Sambaza hii kanda kwa group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Tukutane katika kanda ambayo itafuata hapo baadaye. Bye bye.